katika dua ambazo kwamba zatakikana mtu kila baada ya swala yoyote ya faradhi, kama hadithi iliyokuja katika Sunanun Nasai, hadithi sahihi, tusome ayatul kursi. Ayatul kursi ni ile Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema yoyote mwenye kusoma ayatul kursi baada ya swala ya faradhi yoyote, lam yamna'uhu dukhul aljanna illa almaut, yani wewe wangoje wa ufe tu ingie peponi, pepo wa tayari ya kusubiri wewe. Mbona huingii? Hakuna ingia peponi hai, peponi kuingia mpaka kufa, yani pepo kusubiri wewe, ukifa tayari twende direct. Angalia certificate ya rahisi nini, ukimaliza kuswali, ukishakuzileta dua, usisahau na mwisho ulete ayatul kursi kila baada ya swala. Bal ayatul kursi yatakiwa ukiingia nyumbani usome ayatul kursi, ukitoka nyumbani usome ayatul kursi, ukilala usome ayatul kursi. Ayatul kursi ni hijab na shetani, na hii ilikuwa katika hadithi iliyopokewa siku moja. Abi Huraira Mungu alijalia siku hiyo akaona na ibilisi ana kwa ana. Fikiria wewe siku hiyo unaona na ibilisi. Mekuya Abi Huraira msikitini kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ataka kuswali, ibilisi kawa humtiriri hili akamshika akamfunga na kipia cha msikiti, akamwambia ngoja nitakamuita Mtume. Akamwambia basi sirudi tena, sifanyi tena, mmetubia. Abi Huraira akamwata. Siku ya pili akaya tena, akamshika akamfunga, akalia, basi nisamehe, sijui nini, sitorudia tena. Abu Huraira akamfungua akamwata. Siku ya tatu alipokuya akimshika akamwambia yo sikuati, akamwambia na kuomba nitakufundisha jambo moja, ukifanya hilo jambo shetani hakukurubii kabisa, lakini tafadhali usimfundishe mtu, nitakupa mwewe tu, ni ofa yako wewe, hiyo ofa usigawanye. Akamwambia soma ayatul kursi, ukitaka kufanya jambo lolote soma ayatul kursi, shetani hakuhudhuria. Abi Huraira akaona hizi story za ngano hizi, ngoja nitakamwelezea Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akaenda akimwelezea Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia sadaka wa huwa kadhub, alokuambia ni kweli lakini yeye ni mrongo. Haya maneno ni kweli, ukisoma ayatul kursi shetani hakukurubii, lakini yeye ni mrongo sana wewe. Akamwambia Rasulullah, singemwata. Akamwambia alikuwa amepanga tu, Mwenyezi Mungu amepanga aje akufundisha hiyo sura.